Karibu sana kwenye Kimbweta. Hapa tuzungumze kidogo. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, lakini vijana wa chuo kikuu wanatumia vipi imani yao katika kukabiliana na changamoto wanazokumbana nazo hasa katika maeneo ya chuo? Leo ndani ya Kimbweta niko ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania. Ningetaka kufahamu vijana hawa, je, wanatumia vipi imani yao kutatua changamoto wanazokabiliana nazo ndani ya maeneo ya chuo? Mimi ni Happiness ya Sheri na hii ni Kimbweta. Karibuni sana kwenye Kimbweta siku hii ya leo, na leo kama tulivyoada mada yetu inahusiana na masuala ya imani. Na nikianzia upande wangu wa kushoto hapa, kaka, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Dunia Stefano. Sasa asante sana Dunia. Unaweza ukatuambia ni nini maana ya imani? Sawa, ukizungumzia imani kila mtu na namna ambavyo anavyotafsiri, lakini kwa upande wangu na kwa mujibu wa baadhi ya maandiko ikiwa hasa Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa maana hiyo unaamini kwamba kitu fulani kipo, ni bayana ya mambo ambayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo nakielewa kitu kwa sababu naamini kwamba kitu fulani kipo, ila sio kwamba nimekiona, ila naamini kitu kile kipo. Ndiyo maana ya imani kwa upande wangu. Asante sana. Sasa unafikiri ni kwa namna gani imani inaweza kuimarisha uthubutu wa mwanafunzi katika kukabiliana na changamoto ambazo anakumbana nazo? Imani ina mchango mkubwa kwa sababu kwanza imani inapelekea hofu, mtu kuwa na hofu kwamba kuna kitu ambacho pengine hautakifanya kwa sababu una hofu ya imani. Kwa sababu imani inakuwa ni kama inamlinda mtu. Kwa namna gani inamlinda mtu? Imani inamlinda mtu kwa sababu siwezi kufanya kitu fulani kwa sababu nakiona ni kibaya. Kuna vitu ambavyo makundi fulani yanakushawishi ufanye hivi. Sasa unapokitazama kile kitu ni kibaya, huwezi ukakifanya. Kwa maana yake imani ina mchango mkubwa sana hasa kwa mwanafunzi, tukizingatia mwanafunzi anakumbana na changamoto nyingi. Kwa hiyo kupitia imani ya kile ambacho anachokiamini, mimi naamini kwenda night club ni vibaya. Kwa hiyo imani yangu ile ambayo pengine nimeijenga kwenda night club ni mbaya, maana yake itanilinda mimi kwenda kule kwa sababu nina hofu kwamba nikienda kule kuna kitu kingine kinaweza ikatokea na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo imani ina faida kubwa sana hasa kwa mtu na kumuongoza asiweze kufanya mambo mabaya. Asante sana. Na nirudi upande wangu wa kulia sasa. Mambo? Safi, vipi? Poa, unaitwa nani? Naitwa Gaspar Makale. Asante. Sasa unaweza kutuambia kwa upande wako wewe, unafikiri ni changamoto zipi ambazo mwanafunzi anakutana nazo zinahitaji imani ili kuweza kukabiliana na hiyo changamoto? Changamoto zipo nyingi tu mwanafunzi ambazo anaweza kukutana nazo na akaweza kukabiliana na hiyo changamoto. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya kimasomo. Labda changamoto ya kimasomo kivipi? Tunafahamu kwamba kila mtu ana imani yake. Unaona, kuna wengine wanaamini katika miungu na kuna wengine wanaamini katika Mungu. Unaona, kwa mfano mimi kwa upande wangu mimi changamoto zote ambazo nakutana nazo chuoni mimi namwaminiga tu Mungu anaweza tu akatenda, alafu mambo yote akawa sawa. Ndio maana sijai kurudi nyuma na mwachiaga yeye hata kama atakutana na ugumu kiasi gani katika mazingira ya chuoni. Unaona? Lakini kuna changamoto nyingine ni kuna changamoto ya kifedha. Nafahamu kwamba kabisa kuna wanafunzi hapa chuoni wanafadhiliwa na bodi ya mikopo na kuna wengine ambao hawafadhiliwi na bodi ya mikopo. Sasa basi inapofika kuna wakati wa kulipa ada, kuna swala la kulipa ada, kuna swala la chakula, kuna swala la kupendeza. Unaona, kwa sababu kuna swala la kupendeza, hiyo ni hitaji la msingi ya binadamu, si ndio? Kwa hiyo sasa kuna swala la kupendeza, mimi naamini kabisa kwamba kila kitu kinawezekana kupitia yeye. Kwa mfano mimi hapa hivi chuoni naamini kwamba mimi sijajileta. Nimekuja yani kutokana na uwezo wa Mungu, si ndio? Kwa hiyo naamini kwamba nikimuomba Mungu mimi kile ambacho nakihitaji atanipatia. Nikinukuu maandiko kidogo kutoka kwenye Biblia Agano Jipya, Mathayo 7 mstari wa 7 inaelezea kabisa kwamba licha tu ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, yani niseme kwamba imeunganisha na swala la imani kwamba ukiwa na imani na ukaomba utapatiwa. Na
imani pia inaambatana na uvumilivu. Unaona? Hilo ni swala la pili. Lakini kwenye swala la tatu, changamoto nyingine ni changamoto ya kupandishiwa coursework. Umeona? Kwa nini coursework? Yaani kwa nini umesema changamoto ya kupandishwa coursework? Kwenye swala la kupandishwa coursework, sometimes pia inatakiwa itumike imani. Umeona? Kuna watu wanatumia imani yani kupandishwa coursework. Umeshawahi kutokewa na tukio kabisa yani ukaona ili tukio yani hapa imani yangu iliniponya? Nishawahi. Ni tukio gani na ilikuwaje? Tukio lenye ambalo nishawahi kutana nalo ni tukio la nilikuwa sijui nilikuwa sijui hesabu lakini nasoma somo la hesabu. Kwa hiyo sasa niliamini tu kwamba mimi mtihani nauweza, nikaingia kwenye mtihani afu nikajibu huo mtihani na nikafaulu. Kwa hiyo pia ni imani ambayo iliniwezesha. Asante sana. Nije kwako hapo mwanadada, mambo? Poa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Grace. Grace, ni kwa namna gani mwanafunzi anaweza kuidumisha imani yake pale ambapo anakutana na vizingiti ama changamoto zinazoweza kumsababisha yeye kutetereka kwa imani? Mwanafunzi anaweza kailinda imani yake pale anapokutana na changamoto kwa kuvumilia. Unajua kukutana na changamoto fulani, labda kwa mfano let's say saizi umekosa una hela na unahitaji hela. Ufanye nini ili uendelee kuimani, yani kuamini kile ambacho unaamini. Lazima uendelee kuvumilia, labda sina nitapata tu, au unaamini katika Mungu, unasema Mungu, maana Mungu alisema achelewe wala hawai, anajibu kila kitu kwa wakati, sio? Kwao anaamua kuvumilia ili aendelee kuidumisha imani yake. Alafu pia kitu kingine, mwanafunzi anaweza akadumisha imani yake pale labda anapoomba sana. Mwingine anaamini akiomba sana anaweza kajibiwa, au anaweza akaendelea kuamini atapata kile anachokitaka. Ni mbinu gani ambazo mwanafunzi anaweza akatumia imani yake kushinda zile changamoto anazokutana nazo? Mbinu ambazo anaweza kuzitumia. Mbinu anaweza kaitumia kuomba. Kuomba. Ukiwa unaomba sana, yani ni mtu wa kuomba, unaweza, hiyo ni mbinu moja hapo ambayo inaweza kukufanikishia. Pia mbinu nyingine ni kushukuru. Yani shukrani, wanasema yani unapozidi kushukuru ndivyo unavyoendelea kupata baraka. Hata kama ukipata au usipopata, labda tuseme saizi kila mtu ana changamoto ya hela au ana changamoto ya kitu fulani, anatamani kitu fulani. Amepata kile kidogo, unatakiwa ushukuru. Hiyo ni mbinu moja hapo ambayo inaweza kukusaidia. Pia mbinu nyingine ni hivyo tu. Yani sio kwamba yani kushirikiana na watu. Sio kwamba umekosa kitu fulani ndo unachukua udhaifu yani unaanunia watu, yani auongei na watu nini au salimiani. Pia unatakiwa uwe hivyo. Uwe nadhani uwezi jua ambaye atakuja kukusaidia wewe hapo. Uwe na ushirikiano na cooperate na watu. Hivyo. Asante sana. Sasa nirudi kwako hapa kaka Dunia. Unafikiri ni kwa namna gani imani ya kidini inaweza kuathiri maamuzi ya mwanafunzi katika kutatua changamoto ambazo anakumbana nazo chuoni? Imani ya kidini kwenye kusaidia kwa maana ya kusaidia kufanya maamuzi. Yaani ni kwa namna gani imani ya kidini inaweza kumuathiri mwanafunzi kwenye kufanya maamuzi ya kutatua changamoto za ambazo anakumbana nazo hapa chuoni? Imani ya kidini inaweza ikamsaidia mwanafunzi kufanya maamuzi kwenye changamoto ambayo anayokuwa nayo. Ni kwa nini? Kwa sababu mara nyingi tunaamini, kwa mimi binafsi ninaamini katika vitabu vya dini. Hasa ndivyo vinavyokupa kwamba kipi ufanye na kipi usikifanye. Pengine naweza nikawa nimekumbana na changamoto labda kwa mfano ni kweli nimekosa ada. Lakini si kwa sababu nimekosa ada ndio maana naweza ni kwamba nifanye kitu ambacho inaweza kawa ni sio sawa. Kwa maana pengine nifanye uhalifu ili nipate pesa. Kwa hiyo manake kwenye kufanya maamuzi imani yangu inanisaidia kwa sababu kama nikiona hiki sio sawa manake nafuata. Nimeambiwa usiibe. Kama nisipoiba manake ametoka kuzungumza hapo mwenzangu kwamba unaweza ukaongea na watu vizuri. Mtu ukiongea naye vizuri ukamweleza shida yako kwamba mimi na changamoto sina ada, akakusaidia. Kwa maana yake imani ambayo mtu yuko nayo inamsaidia kufanya maamuzi. Unakutana na changamoto lakini hiyo changamoto kupitia imani yako pia inakusaidia kwamba siruhusiwi kufanya ubaya kwa mtu kwa sababu sisi wote ni sawa. Kwa hiyo ninachotakiwa nikifanye
kitu cha msingi zaidi natakiwa ni kama sina niombe kwa mtu mwenye nacho atanisaidia. Bahati nzuri sisi tunaishi kama jamii. Tunaishi kama jamii. Wanafunzi wote ni kama tunaishi kama jamii. Kwa sababu una changamoto mtu anaweza pia akakusaidia. Kwa hiyo kwenye ufanyaji wa maamuzi imani ina mchango mkubwa sana. Asante sana. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa tumemaliza kipengele chetu cha kwanza cha maswali na majibu kwenye kipindi cha Kimbweta. Na sasa tunaingia kwenye kipengele cha pili ambacho ni The Challenge. Na mtazamaji wa SAUT TV, challenge yetu ya leo, swali la Tanzania ilipata Tanzania ilipata 1961. Kwa upande wangu Tanzania ikupata hali Tanzania fika kuitwa Tanzania ni mara baada ya muungano wa Tanganyika. Sasa Tanganyika ndio ilipata mtazamaji wa SAUT TV, aliyepatia challenge yetu ni dunia pekee yake. Tanganyika ndio ilipata Tanzania ilipata uhuru. Kufikia hapa sina la ziada na asante sana kwa mtazamaji wa SAUT TV. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SAUT TV TZ. Mimi ni Happiness Sherry na hii ni Kimbweta. Ciao.